Naam, natumai mubuheri wa afya wakati huu ambapo tunakutana tena kwa mara nyingine kwa kipindi chetu cha Kiswahili. Imechukua muda tangu tuweke kipindi chetu cha Kiswahili katika mtandao huu, ila fahamu kwamba ni mikakati ambayo pia inawekwa pale hapa na pale, ndiposa tuwe na kipindi ambacho kinafaa. Kwa hivyo nimeona wengi wetu tumeweza kuulizia kwamba nikaweze kuangazia shairi tulipokuwa wadogo katika diwani yetu ya hodi hodi. Kwa hivyo leo hii kipindi chetu ningependa tukaweze kuzamia kwa undani kwa uchambuzi wa shairi tulipokuwa wadogo la Timothy M. Arege kwa kiwango cha gredi ya 9. Jinsi ninavyoanza video zangu nasema kwamba tunapochambua shairi kuna vipengele ambavyo wanafunzi wanafaa wakaweze kufahamu na inafaa wakaweze kufunzwa katika gredi ya 9. Na vipengele hivi ambavyo wanafunzi wafaa wafunzwe ni kipengele cha kichwa cha shairi, maudhui, kipengele cha dhamira, mandhari na kile kipengele cha muundo wa shairi. Na tunapoangazia kipengele cha muundo wa shairi, kina vipengele vidogo ambavyo vinakiunda. Kuna kipengele cha aina ya shairi au bahari ya shairi, kuna kipengele cha idadi ya beti, kuna kipengele cha mishororo, mizani, vina, na pia kuna sehemu ambayo wanafunzi huwa wanaagizwa wakaweze kuzungumzia kuhusu hisia za yule ambaye anaongea katika shairi, hiyo ni nafsi neni, na mwishowe pia kuna kipengele cha mbinu za lugha. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo tutakuwa tunaangazia katika shairi hili tulipokuwa wadogo. Kwa hivyo keti kitako tukaweze kuangazia jinsi ya kujibu maswali ya shairi, hasa tunapoangazia shairi la muundo huu tulipokuwa wadogo. Kwa hivyo tuanze na kichwa cha shairi. Shairi lenyewe unapata kwamba kichwa chake ni tulipokuwa wadogo. Kwa hivyo jinsi unavyolitazama katika kiwambo chako shairi lenyewe, kichwa ni tulipokuwa wadogo. Kwa hivyo twende moja kwa moja kwa maudhui. Maudhui katika shairi hili tunapata kwamba linaelezea maisha ya utotoni na ile kumbukumbu za wakati wa utoto. Pia tunapata kwamba mshairi anakumbuka jinsi walivyokuwa wakicheza. Kwa hivyo kuna michezo na kuna maudhui ya kumbukumbu na maudhui ya utoto. Pia kuna kufurahia maisha na hata kufanya makosa walipokuwa wadogo. Na pia utapata kwamba linaonyesha kuwa wakati huo ulikuwa wa furaha na uhuru licha ya changamoto ndogo. Kwa hivyo haya ni baadhi ya maudhui ambayo yanajitokeza katika shairi hili kuanzia ubeti wa kwanza hadi ubeti wa mwisho pale. Kisha tuende kwa dhamira. Tunapoangazia dhamira tunaangazia kuhusu lengo au sababu ya mwandishi. Nakumbuka mwandishi ni Timothy M. Arege. Kwa hivyo lengo lake la kuandika shairi hili tulipokuwa wadogo lilikuwa lipi? Ndiposa tunapata kwamba dhamira ya mwandishi anaonyesha uzuri na kumbukumbu za maisha ya utotoni na jinsi watu hukumbuka wakati huo kwa furaha wanapokuwa wakubwa. Sasa hivi tuna zile kumbukumbu ambazo tulikuwa bado tuko watoto, tuna hizo kumbukumbu jinsi maisha yalivyokuwa. Kwa hivyo hilo ni dhamira ama wazo la mwandishi wa shairi hili tulipokuwa wadogo. Na tunapoangazia kipengele cha mandhari, tunazungumzia kuhusu hali ambamo mwandishi yumo. Kwa hivyo kuna mandhari ya hali na kuna mandhari ya wakati, sehemu ambapo matukio hufanyikia, na kuna mandhari ya wakati, ni wakati upi ambapo matukio yalikuwa yanafanyika. Kwa hivyo utapata kwamba tunapoangazia mandhari ni maisha ya kijijini. Kwa hivyo kijijini itakuwa ni mahali au utotoni, na pia tunapata kwamba ambapo watoto wanacheza nje, wanaunda mipira ya karatasi, wanachunga ng'ombe na wakati mwingine wanaadhibiwa na wazazi. Kwa hivyo hayo ni mandhari ya hali, pale ambapo watoto wanacheza nje, wanaunda mipira ya karatasi na wanachunga ng'ombe na wakati mwingine wanaadhibiwa na wazazi.
Hayo ni mandhari ya hali ambapo wahusika walikuwa katika shairi hili. Kisha tuangazie kuhusu muundo wa shairi. Na tunapoangazia muundo wa shairi, nimesema kwamba tutaanza na aina ya shairi, na ni vyema wanafunzi wanapoulizwa swali kuhusu aina ya shairi, ni vyema wakaweze kuangalia ni alama ngapi ambazo wamepewa pale. Ikiwa ni alama moja, wacha mwanafunzi akaweze kuweka jibu lake kwa liwe katika jibu moja, ambapo ataangazia kwamba ni shairi huru ambapo halifuati sana kanuni kali za mizani na vina. Ukitazama shairi hili halijafuata zile sheria na kanuni za vina na mizani, kwa hivyo ni shairi huru. Ingekuwa ni shairi arudhi, basi tungekuwa na vina vya kati na vina vya mwisho, na pia tungekuwa na idadi sawa ya mizani katika kila ubeti. Tuende kwa idadi ya beti. Tunapoangazia idadi ya beti, tunapata kwamba shairi kwa jumla lina beti 5. Utakuwa umemalizia hivyo kipengele hicho. Mishororo, kipengele cha mishororo, utapata kwamba tunapoangazia idadi ya mishororo, beti nyingi zina mishororo 5, ilhali ubeti wa pili una mishororo 3 tu. Kwa hivyo kuna utofauti wa mishororo katika beti hizi, ndiposa tumesema kwamba ni shairi huru. Tukienda kwa kipengele cha mizani, utapata kwamba inatofautiana kwa mpangilio maalum. Kwa hiyo mizani inatofautiana kwa mipangilio maalum kutoka ubeti wa kwanza hadi ule ubeti wa 5. Kwa hivyo kila mshororo una mizani yake tofauti na mshororo mwingine katika kila ubeti. Na vina havijapangwa kwa utaratibu maalum, maana ni shairi huru. Kwa hivyo mtunzi hajazingatia zile kanuni na sheria ambazo zinamruhusu katika utunzi wa vina iwapo ni shairi huru. Twende kwa hisia za mshairi. Mshairi anaonyesha hisia za furaha, hiyo ni nostalgia, kuhusu kumbukumbu kwa shauku, na pia ana huzuni kidogo kwa sababu anaukumbuka wakati mzuri wa utoto uliopita. Kisha kuna ile mbinu za lugha, na mbinu za lugha ya kwanza ni takriri, kurudia maneno kama tulipokuwa wadogo tulicheza. Huo mstari ama huo mshororo umerudiwa sana katika shairi hili. Kisha kuna swali balagha. Je, unakumbuka ubeti wa kwanza, 3 na 5? Utapata swali hilo la kibalagha. Kisha pia tuna taswira, na taswira tunaipata kwamba inaonyesha picha ya watoto wakicheza, wengine wakichunga ng'ombe na kucheza kwa mvua. Kwa hivyo hiyo ni taswira, unaweza ukakumbuka, inakuchorea picha ya kile ambacho kinafanyika. Kisha kipengele cha mwisho ni wahusika, na wahusika katika shairi hili kuna watoto ambapo unapata kwamba ni msimulizi. Kuna wazazi ambaye pia ni msimulizi, ambaye anasema tulipokuwa wadogo. Kwa hivyo sasa hivi huenda ni mzazi ama ni mtu mkubwa ambaye ameshabalehe. Na pia kuna majirani wanaonekana mwishoni mwa shairi, ambapo majirani wanaonekana pale ambapo ng'ombe walipoingia shambani, na wazazi wanaonekana mwishoni mwa shairi. Kwa hivyo hivi ni vipengele ambavyo vinadhihirisha katika shairi hili tulipokuwa wadogo. Iwapo na swali lolote kuhusu shairi lolote katika diwani Hodi, wacha ukaweze kupata jibu lako katika sehemu ya comment section, na nitawajibika kwa kukupa jibu ambalo unastahili kupewa. Asanteni na Mungu akaweze kuwabariki.